Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafika miaka 60 au 70 wakiwa na meno mengi yenye afya, huku wengine wakianza kung'olewa meno mapema kabisa? Je, ni bahati au ni urithi, au kuna siri ambazo watu wengi hawazijui? Ukweli ni kwamba watu wengi wanafikiri kupiga mswaki pekee kunatosha kulinda meno, lakini jambo la kushangaza ni kwamba kuna watu wanaopiga mswaki kila siku na bado meno yao yanaendelea kuoza taratibu bila wao kujua. Katika video hii tutafichua siri muhimu za kuzuia meno kuoza ambazo watu wengi hawazijui. Baadhi ya siri hizi zinaweza kukusaidia kuokoa meno yako, kupunguza gharama za matibabu na kukuepusha na maumivu makali ya meno siku zijazo. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu siri ya mwisho inaweza kuwa ndiyo sababu kuu inayofanya meno yako yaendelee kuharibika licha ya kujitahidi kuyatunza. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, tafadhali kisha na subscribe video hii na una like kwa ajili ya maudhui zaidi. Siri ya kwanza, meno huanza kuoza kimya kimya. Watu wengi wanaamini kuwa jino likianza kuoza lazima litauma. Hii si kweli. Katika hatua za mwanzo kabisa, meno yanaweza kuanza kuoza bila maumivu yoyote. Ndiyo maana watu wengi huendelea na maisha yao wakiamini meno yao ni mazima, kumbe ndani kuna uharibifu na uendelea taratibu. Unapohisi maumivu makali mara nyingi, tatizo huwa limefika hatua kubwa zaidi. Hivyo, usisubiri maumivu ndiyo yawe ishara ya kuchukua hatua. Siri ya pili, sukari unayokula mara kwa mara ni hatari zaidi kuliko kiasi unachokula. Watu wengi huogopa kula sukari nyingi kwa wakati mmoja, lakini wataalamu wa afya ya meno wanaeleza kuwa kula sukari kidogo kidogo mara nyingi kwa siku kinaweza kuwa hatari zaidi. Kwa mfano, mtu anayekunywa soda mara 5 kwa siku anaweza kuwa kwenye hatari kubwa zaidi kuliko anayekunywa soda moja tu wakati wa chakula. Kila anapokula sukari, bakteria huzalisha asidi inayoshambulia meno. Kadri anavyoongeza mashambulizi, ndivyo meno yanavyozidi kuharibika. Siri ya tatu, kinywa kikavu ni hatari kwa meno kuoza. Yaani kinywa kikikauka huongeza hatari ya meno kuoza. Mate si maji ya kawaida. Mate ni kinga ya asili ya meno. Husaidia kusafisha mabaki ya chakula, kupunguza bakteria, kurekebisha uharibifu mdogo wa meno. Mtu mwenye kinywa kikavu mara kwa mara anaweza kuwa kwenye hatari kubwa ya kupata mashimo ya meno. Ndiyo maana kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana. Siri ya 4, kupiga mswaki kwa nguvu sio usafi bora. Watu wengi huamini kadri unavyosugua meno kwa nguvu ndivyo yanavyokuwa safi zaidi. Hili ni kosa. Kupiga mswaki kwa nguvu kupita kiasi kunaweza kuharibu fizi na tabaka la nje ya jino. Badala yake, tumia mswaki laini na safisha meno kwa utaratibu na kwa muda wa kutosha. Siri ya 5, usiku ndio muda hatari zaidi kwa meno. Baada ya kulala, uzalishaji wa mate hupungua. Hii ina maana bakteria wanapata nafasi kubwa zaidi ya kufanya uharibifu. Ukilala bila kupiga mswaki, mabaki ya chakula yanabaki mdomoni siku nzima. Bakteria huendelea kufanya kazi kwa nyingi sana. Ndiyo sababu kupiga mswaki kabla ya kulala ni muhimu zaidi kuliko hata asubuhi. Siri ya 6, baadhi ya vyakula vinasaidia kulinda meno. Si kila chakula ni adui wa meno. Baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia kulinda, mfano maziwa, jibini, mayai, karanga, samaki, mboga za majani. Vyakula hivi vina madini yanayosaidia kulinda meno. Siri ya 7, kunywa soda taratibu ni hatari zaidi. Watu wengi hunywa soda kidogo kidogo sana kwa saa nyingi. Hii huweka meno kwenye mashambulizi ya asidi kwa muda mrefu. Ni bora kunywa kwa wakati mmoja wakati wa chakula kuliko kunywa kidogo kidogo siku nzima.
Siri ya 8. Meno yanaweza kurekebishwa kwa kiwango fulani. Watu wengi hawajui jambo hili. Katika hatua za mwanzo kabisa za uharibifu wa meno, mwili unaweza kusaidia kurekebisha baadhi ya madini yanayopotea, lakini hii hutokea kabla shimo halijatokea. Ndiyo maana kinga ya mapema ni muhimu sana. Siri ya 9. Uzi wa meno unaweza kuokoa meno yako. Mswaki hufika sehemu nyingi lakini si zote. Mabaki mengi ya chakula hubaki katikati ya meno. Bila kutumia dental floss au uzi wa meno, bakteria huendelea kukusanyika kwenye maeneo hayo. Ndiyo sababu baadhi ya watu hupata mashimo katikati ya meno licha ya kupiga mswaki kila siku. Siri ya 10. Ukisubiri maumivu, umewahi kuchelewa. Hii ndiyo siri muhimu zaidi. Mara nyingi jino linapoanza kuuma sana, uharibifu umefika ndani zaidi. Matibabu huwa ni magumu na gharama zake huongezeka. Ndiyo maana uchunguzi wa kawaida wa meno ni muhimu sana kama hataona maumivu. Dalili za onyo kwamba meno yako yanaanza kuharibika. Dalili ya kwanza ni meno kusisimka kwa baridi au moto, harufu mbaya ya mdomo, madoa meusi kwenye meno, maumivu ya mara kwa mara, damu kwenye fizi, mashimo madogo kwenye meno. Ukiona dalili hizi, tafuta ushauri wa daktari wa meno mapema. Mambo ya kufanya kila siku ili kulinda meno yako: piga mswaki mara 2 kwa siku, tumia dawa ya meno yenye fluoride, tumia uzi wa meno, punguza sukari, kunywa maji ya kutosha, epuka sigara, kagua meno mara kwa mara. Ukifanya mambo haya kwa muda mrefu, unaweza kupunguza kiasi kikubwa cha hatari ya meno kuoza. Rafiki, meno mengi yanang'olewa leo yangeweza kuokolewa kama hatua za kinga zingechukuliwa mapema. Usisubiri maumivu, usisubiri jino lianguke, usisubiri gharama kubwa za matibabu. Anza leo kutunza meno yako kwa kutafuta siri hizi 10 ambazo watu wengi hawazijui. Kumbuka, tabasamu zuri huanza na meno yenye afya. Ikiwa umejifunza jambo jipya, andika kwenye comment section: nitaanza kulinda meno leo. Andika: nitaanza kulinda meno yangu leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Tukutane katika mada ijayo.